Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfiki yake kubwa aliyotuwafikia kupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ikiwa tuko katika masafa ya 10 la kwanza, 10 la rahma, na huku tukitaraji Mwenyezi Mungu atutakabalie somo zetu na amali zetu, na kama alivyotuanzisha inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atutimizie mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika tuko katika ndani ya Markazul Husna, tuko peponi, na peponi hakutaki kuelezwa, kila mazuri yako ndani yake. Lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid, yani kila kitu ambapo kwamba tunachokitaka tutakipata ndani ya pepo. Na jina kama hili la Al-Husna lenyewe ni jina zuri na maana yake ni mzuri, na lengo lake Mwenyezi Mungu mpaka kulitaja ndani ya Qur'ani ni kutufikisha mahala pazuri. Lakini hili Al-Husna yatokamana na wale muhsinun, yani pepo hili ya Al-Husna wamekewa wale ambao kwamba ni muhsinun, wale wenye kufanya zaidi ya mazuri. Wajua kuna mazuri na kuna zaidi ya mazuri, na ndio mwezi kama huu mmoja katika jina lake waitwa Shahrul Ihsan, mwezi wa kufanyiana zaidi ya uzuri. Kama wewe ulikuwa nyumbani kwako ukitoa 300, basi mwezi wa Ramadhani utakotoa ngapi? 500, ongeze kidogo. Au kama ulikuwa ukitoa 500, sasa toa 1000. Kama ulikuwa wewe una watu maalumu ulikuwa ukiwasaidia kwa kiasi kichache, basi Ramadhani yatakawasaidie kwa kiasi kingi. Kama ilikuwa wewe malamti ilikuwa ukiswali faradhi peke yake, basi sasa Ramadhani jikaze uswali na nini? Na sunna. Pengine kabla Ramadhani ulikuwa ukiswali isha kimaliza kienda zako, basi sasa atakokimaliza isha usubiri nini? Tarawih. Ndio utaipata ile pepo inaitwa Al-Husna, na ndio utakuwa katika darajatul ihsan, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani asema lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, wale ambao kwamba waliojitolea kufanya zaidi ya mazuri. Manake wanazuoni tuambia al-husna ni kufanya mawili, ni kufanya la Mungu na la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi na wao Mwenyezi Mungu pia atawalipa mangapi? Mawili. Akasema atawalipa al-husna wa ziyada. Husna ni pepo, wa ziyada na zaidi ya pepo. Pengine uza kuuliza kuna zaidi ya pepo? Na pepo ina kila kitu ndani. Hata wale watu wa peponi pia wataambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuingia peponi, ya ahlal janna hal radhitum, je mumeridhika na kisma changu nilowaganyia, yani na ile pepo nilowapatia na zile starehe na zile neema nilowaneemesha ndani ya pepo, je mmeridhika? Watu wa peponi watamwambia Mwenyezi Mungu, wa mala narda ya Rabb, kwa nini tusiridhike? Wakadha ataitana, na wakati umetupatia sisi mambo ambayo kwamba hatujawahi kuyaona, yani jito halijawahi kufanya
ma la ra'at ainun, umetupa mambo kwamba jito halijawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala masikio hayajawahi kusikia hizi neema na hizi starehe ambapo kwamba zilikuwa peponi. Ilikuwa tukitafsiriwa, tukielezwa kwa ijtihadi tu ya wanazuoni, lakini yale ambapo kwamba yalikuwa kielezwa bado hayajaelezeka. Sasa ndo tumekuja kuyasikia na ndo tumekuja kuyaona. Kisha na mambo ambapo kwamba moyo haujawahi kufanya nini, kuwaza. Yani haya tuliona, hata mawazo yetu hayajawahi kupita kabisa katika ubongo, kwa kuwa tutapata starehe hizi ya Rabb. Kwa nini tusiridhike ya Rabb? Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametekeleza waadi wake aliotuahidi. Mwenyezi Mungu akaambia, basi nataka kuwapatia lingine kubwa zaidi ya pepo. Ya Rabbi, kuna zaidi ya pepo? Mwenyezi Mungu akaambia, naam, iko. Nini? Ataambia, an-nadharu ila wajhi al-karim, ni kuja kuangalia nini, nuru yangu, ambapo kwamba hilo ndo sasa ndo kubwa zaidi. Yani hilo la pili watapewa wale walikuwa wakifanya yale mawili. Mwenye kufanya faradhi atapata pepo, lakini mwenye kufanya na sunna za Mtume basi atakwenda kuona nuru ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na kibali cha kuiona nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mpaka uwe umemwona Mtume hapa duniani. Je, umebahatika hapa duniani kumwona Mtume wewe sallallahu alaihi wasallam? Maana huwezi kuiona nuru ya Mwenyezi Mungu ikiwa hujaiona nuru ya Mtume. Hata Nabii Musa atuambiwa sababu ya Mwenyezi Mungu kumwambia hutoniona ni kwa kuwa ilikuwa hajamuona Mtume Muhammad. Lao angelikuwa Nabii Musa ashamuona Mtume, basi Mwenyezi Mungu angelimruhusu kuona nini? Kuona dhati yake na nuru yake. Lakini kwa kuwa bado hajamuona Muhammad, ndio ikawa hawezi, nuru yake haiwezi kustahimili kuiona nuru ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo kibali cha kumuona Mwenyezi Mungu peponi sharti uwe umemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa duniani. Na vipi utamuona Mtume duniani? Hapa ndo tuko kwenye suala sasa. Utamuona vipi Mtume? Na wakati tuambiwa siku ya Ijumaa ama usiku wa Ijumaa kuiona nuru ya Mtume ndio rahisi zaidi kuliko siku nyingine zozote. Leo imepita Ijumaa ngapi? Majuma mangapi yamepita katika umri wako na hujabahatika kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na kama hujamuona Mtume, watarajia kumuona lini Mtume? Au wataka uende kwa Mwenyezi Mungu na wewe usione nuru ya Mola wako? Na kuna watu watahakikisha mpaka watamuona Mtume, hata kama hawajamuona duniani, lakini watamuona Mtume pale mlangoni peponi pale. Watafanya bidii wamuone pale mlangoni peponi, kisha ndio waingie wapi? Peponi. Kuna wengine malasafi shadidi, la kusikitisha sana, Mtume atakuwa katika mawqif, watu wote wamesimamishwa na Mtume amewekwa katika mimbar ya arsh, yuko hapo, kila mmoja yustarehe kwa kuangalia uso wa Mtume, lakini ajabu, kuna watu watakuwa hawaioni nuru ya Mtume. Haya maneno kama haya Mtume amwambia Sayyidatina Aisha, amwambia alwailu liman la yarani yaumal qiyama. Akamwambia matatizo makubwa ni yule ambaye kwamba siku ya kiyama pia hatoniona. Yani duniani hakumuona, na kiyama Mtume amesimama mbele za watu pia aoneshwa hamuoni. Sayyidatina Aisha akamwambia Rasulullah, wa man alladhi la yaraka ya Rasulullah,
nani ambaye kwamba atakuwa hakuoni siku ya kiyama, na wewe umesimama mbele yetu watushufaia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia alladhi idha dhukirtu indahu lam yusalli alayya, ambia ni yule ambaye kwamba mimi nikitajwa karibu yake haniswali. Akisikia jina la mtume hata habari hana, hata hasusumuku na mwili, hata hapitikiwi na lolote katika roho yake. Ambapo kwamba kina Sayyidina Bilal wameshindwa kuadhini kwa sababu wakilitaja jina la mtume wanalia. Mtu akilitaja tu jina la mtume anashindwa kuendelea na adhan kwa sababu ya mahaba alonayo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo vipi iwe wewe yatapita majuma kadhaa hujamuona mtume, kisha utakwenda mpaka siku ya kiyama uwe hujamuona mtume? Na kwa nini mtume kumwambiana na Aisha maneno kama haya? Kwa sababu siku moja mtume sallama, Sayyidatuna Aisha alikuwa akishona na sindano yake ikawa imemwanguka, akawa yuizengea ile sindano yake kwenye chumba chake na ni giza, ikawa haioni ile sindano. Mara ghafla akaingia mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoingia na ule uso wake ukawa unametameta, yani ule uso wake una nuru mtume, na wewe waweza kuona labda ni maelezo tu. Ukiambiwa mtume wang'ara kama mwezi au kama jua utaona maelezo tu, au utaona labda watu watunga hivi. Watu wote walomuona mtume wamemfananisha na mwezi, itakuwa wametunga. Wale walimpokea mtume Madina wakasema tala albadru alaina, mwezi umetutokea leo. Manake wameona ule uso mtume kaannahu qit'atu qamar, yani utafikiri ni mwezi. Na mtume aliking'ara sana mpaka waambiwa yagharu albadru min husni wajhihi, ule mwezi wenyewe unafanya wivu kwa uzuri wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asaweza kuona labda watu wasema tu wametunga tu, lakini si masala kutungwa. Fanya bidii umuone mtume, ndio utajua kweli kama anang'ara ama hang'ari. Ndio utajua kama mtume ni zaidi ya jua ama si zaidi ya jua. Ndio utajua kama mtume ni zaidi ya mwezi au zaidi ya mwezi. Ndio wale walomsifu mtume akasema anta shamsu anta badrun anta nurun fawqa nuri. Wewe mtume ni mwezi, wewe ni jua, na wewe uko juu ya nuru. Yani ni nuru juu ya nini? Ya kila nuru. Kila unayojua ni nuru, basi mtume yuko juu yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa vipi nuru kama hili ile utapita na umri wako wote kisha usimuone mtume? Na je, utamuona namna gani? Ndio suala kama hili. Mmoja alimfuata mwanachuoni akamwambia, mimi nataka kumuona mtume, nimefanya bidii sana nimuone, lakini sijamuona, nifanye nini? Yule mwanachuoni kwanza katika kumtia katika mizani huyo bwana akamwambia, wewe utakumuona mtume kweli? Akamwambia ndio. Akamwambia, wewe nenda katafute samaki mkubwa hivi, samaki mkubwa kabisa ambao kwamba yafika kama kilo 2 hivi au kilo 1.5, kisha umpike vizuri, umpe mke wako kupikia vizuri ule samaki, kisha uingie chumbani umle peke yako ulale, basi utamuona mtume. Yule bwana atakumuona mtume, kabidi afuate maagizo. Akasumuka kwanza kumpata yule samaki. Wajua si aghlabu kupata samaki mkubwa namna hiyo, mpaka uzunguke maduka kadhaa. Akamzengea yule samaki mpaka akampata. Alipompata akaenda akamtengeza, akamla peke yake, akalala akitaraji kwa kuwa atamuona nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata akilala anaota majahazi, anaona wavuvi, anaona majarife, kisha mwisho akamwona samaki yule aliyomla amempita kwenye uso wake. Yule bwana kainuka na hasira, akasema yule mwanachuoni atanitambua mimi, nimemwambia nataka kumuona mtume, ameniambia nile samaki.
Angalia mmekwenda kuona mambo ya baharini sasa. Kwenda kuona majarife, majahazi na nini. Akaja kwa mwanachuoni, akamwambia mwanachuoni, vipi bana? Mimi nimekwambia nataka kumuona mtume, wewe unaniambia ni ile samaki. Angalia nimekwenda kuota wavuvi, majarife, majahazi, na yule samaki ndio mla nimemuona. Akamwambia polepole, ndio twaja. Tuko katika nini? Tuko katika safari ya kumuona mtume. Akamwambia umekula samaki unaona nini? Aambia nimeona mafungamano ya samaki. Akamwambia sasa fungamana na mtume. Fungamana na mambo ya nani? Angalia mtume alikipenda nini na wewe upende. Alikifanya nini na wewe ufanye. Angalia mtume alikivaa nini na wewe uvae. Alikijiweka vipi na wewe ujiweke. Alikiswali sunna gani na wewe uswali. Alikiingia kitoka akisema nini na wewe useme. Mtume alikilala vipi na wewe ulale. Sasa wewe fungamana, taalluq yako ni mtume tu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Basi bwana akaambia utakapofungamana na mtume ndio sasa utamwona nani? Mtume. Kwa sababu ndoto zinakuja na taalluq. Ndoto zinakuja na nini? Na taalluq. Kipenda mpira basi utaota maplayer tu, sio na wasiwasi. Ule Messi wako utamuota na wengineo. Ukiwa wewe ni msanii basi sio na wasiwasi, kina Mr. Blue, Mr. Red wote utawaota. Lakini ikiwa wewe mafungamano yako ni dini, mafungamano yako ni mtume, mafungamano yako ni watu wema, basi lazima utaona hawa, kwa sababu ya taalluq yako iliyokuwa ndani ya nini? Ndani ya moyo wako. Kwa hiyo mpaka tushike sunna za mtume ndio tutamuona nani? Mtume. Tukimwona mtume ndio tutakuwa tumepata kibali. Tumepata nini? Kibali cha kwenda kuiona nini? Nuru ya Mola wetu jalla jalaluhu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wale ambao kwamba watafanya zaidi ya mazuri. Zaidi ya mazuri ni mawili, faradhi na sunna. Kiwa wewe ni mtu wa kuhiji na umra usikose. Kiwa wewe ni mtu wa kuswali faradhi, basi na zile kablia na baadia usiziwache, na zile tarawehe na zile witri na qiyamul layli zile usiziwache, kwa sababu zile amekuja nazo ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezekani uwe wewe wamtaka Mwenyezi Mungu kisha umtaki mtume. Itakuwa kama ule usilimu ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah kisha hukuiamini ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Na wewe ni Muislamu, umekubali kwa Mola wako ni Mwenyezi Mungu na umekubali kwa mtume wako ni Muhammad. Sasa vipi wafuata ya Mwenyezi Mungu ya mtume uyataki? Sharti ukubali faradhi uzifanye na ukubali sunna. Wala useme lakini sunna si ukitaka basi takuwa humtaki mtume. Ukitukulia sunna kwako ni khiari, basi takuwa wewe humtaki mtume. Lakini ukitukua sunna kwa kwako ni lazima. Watu wema zile sunna kwao wameziweka ni faradhi. Ndio utaona nani anayekosa tarawehe hulipa asubuhi. Akainuka tu baada swala dhuha akasema mimi na swali raka 20 jana sikusikia vizuri kabisa, nilikuwa mgonjwa hivi nazilipa tarawehe zangu. Nani anayelipa tarawehe? Nani anayelipa qiyamul layl? Nani anayelipa witri? Nani anayelipa raka 2 za kabla alfajiri ikiwa amezikosa ni ada yake au hakosi? Akasema mimi nalipa raka 2 zangu za nini? Za alfajiri. Nani? Washaondoka, walikuwa wakifanya haya washaenda zao. Watu wema, watu wema ndio sunna wakizilipa. Sisi faradhi zenyewe hatuzilipi. Mtu kisha kumpika basi inna Allah ghafurur rahim, Mungu atanirahamu. Mungu atakurahamu. Shekhe, faradhi ile utaikewa mswala wa Shaaban siku ya Kiyama, uambiwe uzilipe zile swala zako za faradhi ulizozikosa. Utaswali vipi? Yawma yud'auna ila sujud fala yastati'una, watakapoitwa kuja kuswali zile swala zao ulizozikosa hawatoweza. Kwa nini?
sababu ule mswala huwezi kusimama, ni washaba shekhi, mswala moto sana, tena uko ndani ya moto wa jahannam. Ukisimama tu kwenye ule mswala ubongo wadeuka. Au taswali vipi? Hata raka moja utamaliza? Huwezi. Sasa kama hukuswali hapa, kuna mazulia, kuna feni, kuna madirisha, maji umewekewa wewe bure, ukitaka ya chooni, ukitaka ya kutawadha. Na siku hizi kumetoka na watu wa kheri, mtu kwenye tarawehe pia uletana maji ya kunwa, ukapewa na maji ya kunwa, ukawa na bwana mkubwa tu, wekewa wewe tu ili umjibishe nani? Mwenyezi Mungu. Na hivyo hivyo washindwa kumjibisha Mwenyezi Mungu, washindwa kuja kuswali faradhi zako mahala pazuri. Angalia masahaba waliswali vipi, angalia misikiti yao ilikuwa namna gani, lakini walikiingia msikitini kabla muadhini. Watu wakiswali kwenye zijiwe, kwenye mitanga ile, lakini walikiingia mapema msikitini. Leo ni zulia, mtu huja imamu kwa tahiyatu, ndio mtu huja mbio kwenye msikiti. Yeye ndio huja mwisho, yeye ndio akatoka kwanza, yeye ndio kuja mwisho, kisha yeye ndio kutoka wa kwanza. Yani imekuwa hatutulii msikitini, imekuwa msikiti kama kala nini, kala moto. Na ndio katika alama za kiyama, watu watakuwa hawapendi kuketi tena nini misikitini. Ile misikiti itakuwa ya wachoma. Mtu aweza kuketi maskani masaa 2 matatu, lakini ashindwa kuketi msikitini dakika 10 kusubiri swala yake, kufanya ribat. Ashindwa kipindi mpaka kipindi kusubiri nini, kusubiri msikitini. Lakini haya yote tutakapokuja kujiliwa na mauti tutajuta, tutatamani sekunde moja. Sasa tunaziona hizi time na nyakati hazina thamani kwetu, lakini mauti yakisimama utasema nini? Utasema natamani falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Tutatamani tupate tena marejeleo japo ya dakika, ili na sisi tupate kuwa waumini kama walivyokuwa wenzetu. Lakini yako wapi? Idha jaa ajaluha la yuakhar. Ile ajali ikishakuja haicheleweshi tena, upewi tena muda. Utatamani ile sekunde kuinunua kwa pesa zako zote, lakini huwezi kuinunua, na pesa zako ziko kwenye account, unao mabilioni, lakini huwezi kununua hata dakika moja. Sasa hii una nyakati, una masaa, una masiku, wayapoteza tu, yaenda bila kujali, bila kuyatazama, bila kuyapeleleza, bila ya tumeghafilika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tufanyeni mawili, tushikeni la Mwenyezi Mungu na la Mtume. Wewe kama ni mtu wa kutoa zaka, pia kuna na sadaka. Zaka ya Mungu, sadaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe wasali faradhi, swali na sunna. Faradhi ya Mungu, sunna ya nani? Ya Mtume. Ikiwa wewe wahiji, sawa, hija ya Mungu, umra ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wewe kila unachokiona kuna faradhi yake na sunna yake. Kama wewe wasoma Qur'ani ndani ya swala, ile ya faradhi. Sasa kuna Qur'ani yako ya sunna ndio nini? Ndio swala waisoma. Au Qur'ani yako ni ile suratul Fatiha na kul al-kafirun kul Allah kwenye swala. Baada hapo usomi tena, kwa bado wewe hujataka radhi za Mwenyezi Mungu, hujataka kwenda kuona nuru ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Usitosheke na pepo, tusitosheke na al-husna peke yake, tupate na ziada na zaidi ya husna, ambapo kwamba ni an-nadhar ila wajhihi karim, twende tukastarehe kwenda kuiona nuru ya Mola wetu. Ndio kina Sayyidina Abu Bakar hawakujali, walitoa pesa zao, walipita njia ngumu, njia ambapo kwamba wenye pesa leo hawawezi kupita njia hizo. Mwenyezi Mungu asema falaktahamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku rakaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha makraba au miskina dha matraba. Mwenyezi Mungu asema falaktahamal aqaba, hao wanaodai wana mapesa
kwa nini hawapiti zile njia ngumu walizopita wenzao kina Saidna Abubakar na Saidna Uthman na kina Abdurrahman bin Auf? Kwa nini hawapiti kama wao? Kama kweli wana pesa, watu wamepita njia ngumu, hawakupita njia hizi bana. Wajua al-Aqaba Waarabu walikuwa wakisema ni pingamandi, yani ni barabara za majabali, zile njia za majabalini. Yani umtukue farasi wewe umpeleke majabalini, si mchezo urukishe farasi baina majabali mawili. Ukikosea, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukikosa kumrusha ile farasi, basi wewe na farasi nyote mtaumia. Amkwamba ni njia ngumu zile, si mtu yote anayepeleka farasi njia zile. Sasa hii ni fumbo Mwenyezi Mungu ametumia. Kama wewe ni dereva hodari au wewe ni kweli ni tajiri kweli una pesa, mbona hukufanya kama wale mahodari waliofanya kina Saidna Bakar? Wamefanya nini? Faku rakaba, wamewacha shingo huri, wamewanunua watumwa kwa pesa nyingi. Zamani kununua mtumwa ilikuwa ni khairi kubwa sana. Kwa sasa kama kununua gari Prado lile, kisha useme ile gari nimempatia ustadhi afanye da'wa, ama ununue nyumba kisha useme nyumba nimempatia mama na mayatima wake waketi. Wewe ununue nyumba kwa pesa nyingi, kwa milioni 2, milioni 5, milioni 6 au laki kadhaa, kisha utukue kiwanda kile ama nyumba ile ama gari ile umpe mtu kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ndio ilikuwa khairi za kuwanunua watu kwa chahuri, ilikuwa ni kiwango hiko. Kwa hivyo kina Saidna Bakar walikiwanunua watu, wakiwatoa kwenye shida, kwenye utumwa, kwenye udhalilifu, kwenye udhaifu, wakiwaweka kwenye uhuru, wakiwaweka katika dini, wakiwaweka katika raha, wakiwatoa kwenye udhaifu. Kisha isitoshe, au it'amu fi yawmin dhi masghaba, wakiwalisha maskini wenye njaa kali. Watu wanandaa kweli kweli. Saidna Uthmani awarudisha matajiri, na wakati anangamia 500 za chakula, zote zimekuja kutoka Sham, ni zake yeye Saidna Uthman. Matajiri wamekuja Madina, haina chakula, ina njaa. Matajiri wenyewe wana pesa, kichakula hawana, wataka chakula kununua kwa Saidna Uthman. Saidna Uthmani awarudisha matajiri, awambia nyinyi hamwezi kufanya biashara na mimi. Ajua kufanya biashara na mimi ni bosi wangu Mwenyezi Mungu, kwa sababu nikimpa yeye mmoja nilipa kwa 10 au kwa 700 au kwa adhaafu mudhafa au bighairi hisabu. Nyinyi mkiwapa mtanilipa mara 2 au mara 3 zaidi ya mara 4, hamkubali. Kwa hivyo nyinyi hamwezi. Akawarudisha matajiri, akawaambia hizi nimewaletea maskini. Akatukua chakula akawapa maskini, kisha akawaambia matajiri, ikiwa nyinyi mwataka nunueni kwa hawa maskini. Kama mna haja ya chakula kanunueni kwa wale maskini. Ni nani anaweza kufanya mambo hayo siku hizi? Wako wapi walipita njia hizo? Mpaka Mtume katika vita vya Tabuk alipoona pesa alizozileta Saidna Uthmani na chake alichokitoa, akamwambia Saidna Uthmani, wewe huwezi tena kudhurika. Udhuriki tena baada leo wewe, yani ni pepo tu. Saidna Bakar aleta kila kitu chake, aulizwa umembakisha nani wewe, umebakisha nini nyumbani? Sema umembakisha Mungu na Mtume. Mungu na Mtume ndio kwa nyumbani, kila kitu amemletea Mtume. Nani anaweza kufanya mambo haya? Mpaka Saidna Bakar aulizwa, wewe unapenda mambo gani? Asema mimi napenda kumwangalia Mtume, kuketi na Mtume na kutoa mali yangu kwa ajili ya Mtume. Basi haya ndio mahaba yake. Asema an-nadharu ilayhi wal jalsatu baina yadayhi wa infaqu mali li ajlihi. Basi mimi nimwangalie yeye, niketi na yeye, basi na nitoe mali yangu kwa ajili ya yeye. Watu wametoa pesa, wamelisha maskini. Kina Saidna Ali siku 3 wanaunganisha saumu za kula zao, wanawapatia maskini, mayatima, matekwa. Nani yapita ndia hizi? Au it'amu fi yawmin dhi masghaba yatiman dha makraba. Je, yatima yule wa nyumbani kwenu tu wamwangalia, hata ule wa nje?
ule wa nyumbani tu, ule wa ndugu yako alokufa kamwata mtoto, je wewe ni ammi wamwangalia ule yatima? Hata kwa muangalia wa kando, ule wa nyumbani tu wamwangalia, wamtazama? Au miskini za madraba, au unaofungu hela kuwapa maskini? Maskini mkwamba haya hana mbele na nyuma, nyumba yake ni mtangani, chakula chake ni kule mtangani, au kote kitu njiani ndo ale. Huyo ndo maskini, ule fukara daraja mwisho. Je, maskini kama ule umempa fungu gani wewe? Lakini ukiosoma kina Sayyidina Bakar walikuwa na muamala na watu kama hawa. Yote nini? Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra. Ama yule mwenye kutoa, tena kutoa kwake akatoa kwa insaf, kwa ikhlas, wattaqani, kutoa kitu ndani ya nini? Ndani ya moyo, umekitoa kihakika, umetoa wala hujuti katika kule kutoa kwako, bali watarajia radhi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wattaqa, kisha wasaddaka bilhusna, na unayaqini kwa kuwa kile ulichokifanya mimi nitapata pepo kwa Mola wangu. Fasanuyassiruhu lilyusra. Mwenyezi Mungu asema mtu huyu tutamsahilishia kila sahali, mambo yake yote yatakuwa sahali, maisha yake duniani yatakuwa sahali, sakaratul maut yake itakuwa sahali, kaburini kwake kutakuwa na sahali, maukifi yake itakuwa sahali, hisabu yake itakuwa nyepesi, sirati yake atapita kwa sahali, mpaka kuingia peponi kwake itakuwa sahali. Yani lilyusra, mpaka kuingia peponi, mpaka ipate hiyo husna. Lakini fa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ama wale mabakhili, wale wanaona kwa kuwa wao kule kuweka kutotoa kwao ndio bora, kisha na akajidai kwa kuwa hakuna tajiri kama yeye. Kuna watu wanajiona kuna matajiri kama wao, lakini maskini, hebu mpigie salamu tu, hata hiyo salamu ogopa kujibu unaomuomba. Yeye tajiri, lakini salamu ogopa nini? Kujibu. Na huyu baada salamu atanigusia tu, basi ile salamu pia huwa hataki. Sengine hata kule kumwangalia mtu hataki kumwangalia. Fakadhaba bil husna, yule ashayakinisha kwa kuwa hakuna pepo, yani ashaikanusha pepo yeye mwenyewe kwa ile matendo yake. Basi fasanuyassiruhu lil usra, basi ajue tutamsahilishia kila zito, atapewa yeye, maisha yake atakuwa mazito. Yesu amekataa kutoa 10,000, Mungu atakuja kumpa hasara ya 500,000, atazitoa bila kutaka. Haya, sitoshe mtu yule sakaratul maut ikija yake itakuwa mzito, hataweza kupokewa na Mola wake. Kisha mtu yule atakwenda kuketi kaburini katika hali mzito, kisha hisabu yake itakuwa mzito, maukifi yake itakuwa ni mzito, surati yake kupita itakuwa ni uzito, mpaka pengine aanguke katika moto wa jahannam. Waliyadhu billahi min dhalika, kwa sababu ya ule ubakhili wake. Ayu da'in adwa'u min al-bukhli. Tumesema ni yapi maradhi yalo maovu zaidi kuliko maradhi ya nini? Ya ubakhili. Maradhi ya ubakhili yashinda maradhi ya ukimwi, yashinda maradhi ya kensa, yashinda maradhi ya sukari, yashinda maradhi ya presha, yashinda maradhi ya kila ni maradhi kwamba sisi tuona ndo maradhi thakili, ndo maradhi watu ya waumiza. Basi maradhi makubwa ni yale ya ubakhili, ndio fa mtu ayogope zaidi kuliko maradhi haya kwamba sisi tuna yanaotuthakilisha. Inshallah kila mwenye maradhi Mwenyezi Mungu ampoze, na waliotangulia Mwenyezi Mungu warahamu, na sisi tuliokuwepo hapa Mwenyezi Mungu atupe afya, atudumishie afya, tuzidi kumjibisha Mwenyezi Mungu, na tuzidi kufanya amali njema, na tusitoke mahali kama hapa ila tumesamehewa madhambi yetu, tusitoke mahali kama hapa ila tumekidhiwa madeni yetu, tusitoke mahali kama hapa ila Mwenyezi Mungu amezistiri aibu zetu, ametufariji makero yetu, awasamehe wazee wetu, atuzidishie ilmu nafi, na atutoe katika dunia kwa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah mimi nimezungumza kwa amri ya al-Allama
Sayyid Muhammad Badawi, ambapo kwamba yeye hii ndio nafasi yake na hapa ni mahala pake, ambapo kwamba yeye ndio alikuwa azungumze, sisi tuketi chini tufaidike naye, lakini kwa tawadhu yake na adabu zake na ukarimu wake akaweza kutupa nafasi kama hili. Inshallah na sisi ili tupate kuwa kama wao. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Al-Fatiha. Ustaz. Ya Ustaz. Ya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ولا لسبب تسليما كثيرا. اللهم يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم الضعفاء يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.